tutakapo dadavua zaidi. Lakini walau kwa sasa kidogo wasifu wa papa mpya baba. Asante. Wasifu wake kwa ufupi kabisa, anaonekana kwamba yeye kwa jina la ubatizo na la nyumbani ndio afahamika kama Mwadhama Robert Francis Prevost. Ndio. Hii ndio jina lake la nyumbani. Tusianze kuongeza sui Mwadhama sui nani. Hayo mengine yamekuja baadaye. Baadaye. Kwa hiyo ni Robert Francis Prevost ambaye anaonekana alizaliwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 1955. Miaka 70. Miaka 70 kamili kwa saizi. Bado hajafikisha 70, bado huko na 69. Hatujafika mwezi aliozaliwa. Septemba kumbe. Kwa hiyo miaka 69. Kwa kama tulivyokuwa tuna discuss nje ya kamera kwamba walau kwa huyu akiwa na afya anaweza tukaa na papa walau hata kwa miaka 20 kwa sababu tukitoka kwa Francis na Benedicto walikuwa wanachaguliwa karibia wanaenda kwa miaka 80, miaka 77, 78, lakini umeona amerudi karibia nyuma miaka 10. Miaka Francisco alichaguliwa akiwa na 76. Maana yake kwa ndo mkuu na anaamini katika ushauri mpana kama Francisco. Kwa kumbe katika jambo hili ni kama hawana tofauti. Wanafanana. Hawana tofauti, wote wanaanzia chini wanakuja wote wanakuja juu. Jambo la mwisho hapa ambao nilikuwa nijaribu kulilinganisha ni msukumo wa mabadiliko. Msukumo wa mabadiliko, tunaona kwamba Francisco mara nyingi ametambulika kama papa wa mageuzi. Anayefungua milango na mabadiliko ya kitendaji bila kubadilisha mafundisho makuu ya imani. Na nafikiri ili tuliona Francisco na kwa kweli limuingiza kwenye matatizo sehemu kubwa kwenye mabadiliko. Lakini huyu Leo wa 14 anasema ingawa si maarufu kama reformer, kama mtu wa mabadiliko, sawa, anaaminika kuwa ni mtendaji anayejali maendeleo ya kichungaji na mabadiliko ya polepole yenye msingi wa kiimani. Sasa nafikiri unaweza kuona tofauti tutegemee nini tofauti yake na Francisco kwenye hili hasa kwenye mabadiliko. Huyu Francisco kwa kweli alikuwa ni mwepesi. Yeye kama nilivyosema, mabadiliko yani alikuwa kama anayaendea speed sana, ambao nilikuwa nasoma jana waraka fulani wa mzee Titus Amigu padri, alikuwa anasema kwamba alikuwa anakimbizana na dunia na dunia na nini anapenda nini. Sasa huyu tunaelezwa kwamba yeye ndio anapenda mabadiliko, lakini anaonekana yale ya pole pole, ya pole pole yenye msingi wa kiimani, ambao na hii ndo kimsingi ndo msingi wa kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki tunasema katika asili tunasema ni wanasemaje kwenye hizi aina za mabadiliko. Kuna hiki kitu kinanitoka hapa kwamba ni watu ambao hawakatai mabadiliko, lakini kwa mpango mabadiliko yaje taratibu, hatua kwa hatua, sio yale ya nini yanakuja ndio, lakini taratibu. Wafidhina nafikiri wanaitwa watu taratibu, kwamba pamoja na teknolojia mpya lakini tunaiendeaje kwa namna ambayo kwa tahadhari kabisa, nenda kwa tahadhari, taratibu, kipe kitu muda, kwa majadiliano yawepo, uone athari ni zipi, faida ni zipi na nini, na mtu mzima anabadilika taratibu, kwamba sasa mtu amebadilika kuliko nafanya ya kuja kwa mara moja mtu anaweza yakawa sawa au basi anaweza karudi nyuma kwa ghafla kwa sababu hana msingi. Sio kimbunga. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaona kwa kifupi huo ndo wasifu wake. Sawa. Na kwa hiyo nilivyojaribu kudokeza hapa hii tutegemee nini, nafikiri tunaweza tukaona tumepata mtu wa namna gani. Na kwa mara ya kwanza kabisa anakuwa ni askofu kutoka Amerika ya Kaskazini, Marekani pamoja na Canada. Sawa. Na sasa hapa huyu anakuwa askofu wa 267 wa Roma. Maana sasa huyu Marekani inajiunga kwenye nchi chache
ambazo zimetoa Baba Mtakatifu. Nchi chache kabisa. Italia wakiongoza ni papa wa 200, sema askofu ni papa wa 200. Papa wa 260 na sawa. Ndo huyo ndo askofu mkuu wa Roma kuna Marekani pale, Italia nafikiri na mapapa karibia 217. 217. Alafu anayefuata pale ni Ufaransa ambayo anakuja na mapapa 16. Unaweza ukaona tofauti hiyo iliyopo. Sasa pale anakuja kuna Ujerumani nafikiri kuna Hispania na mapapa kama 8 hivi. Ujerumani ndio kina Benedicto. Ambao Benedicto ndio alikuwa wa 8 nafikiri. Kwa kumbe kuna hata sehemu ya Ugiriki ya zamani. Na yenyewe wana mapapa kule wa kutosha. Lakini na Afrika ya Kaskazini. Ndio. Afrika hasa kwa leo hii tunayo hii leo tunaosema Tunisia na Libya. Kuna mapapa pale watatu. Ile sehemu ya pale ya na ambao wameacha legacy pia kubwa sana. Victor wa kwanza na Gelasius wa kwanza. Kwa kumbe wako kule. Na kuna nchi ambazo zina papa mmoja kama Poland, tunamfahamu Paulo wa pili. Argentina ndo huyu Francisco. Sasa na Marekani inajiunga katika hawa nini. Na wakati tunafuatilia hiki kitu, ndio kuna baadhi kama mapapa wawili wameshindwa kujulikana wao walikuwa kwao ni wapi. Kwa sababu zile kumbukumbu za mwanzo hazikuweza kukaa vizuri. Sasa kama Peter tutamweka wapi Petro? Niseme ni Yerusalemu. Petro alikuwa wapi? Tunamweka wapi? Yeye anabaki basi angalau Israeli. Yeye anabaki kwani kule alikokutwa akivua samaki ni wapi? Syria. Ziwa Genezareti sije lilikuwa. Kwa sababu Syria na yenyewe inaonekana Syria, hii ya saizi Syria inaonekana ina mapapa karibia 6. Ila ni wale wa mwanzo kabisa kwenye ile kanisa la mwanzo. Kwa hiyo zikala hao 6 sio na Petro yumo hata sisi. Naam, basi labda tuwaahidi watazamaji na wasikilizaji wetu kwamba baada ya Baba Mtakatifu mpya kupatikana, pengine tutakaa tuone namna ambavyo tunaweza kuandaa sasa programu nyingine kwa ajili ya kuelezea zaidi kuhusiana na Baba Mtakatifu huyu. Lakini tambua kama alivyoeleza baba cha kuambia kabisa ni kwamba leo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemaliza kwa kutoa hiyo baraka Urbi et Orbi, baraka kwa dunia na kwa mji wa jimbo la Roma. Baada ya hapo kinachofuata sasa ni misa ya kuanzisha uongozi utume wake, uzinduzi wa upapa wake. Sawa, inauguration mass. Ambao sasa hiyo nafikiri tutapewa taarifa baadaye. Itakuwa ni lini na itaendeshwa namna kuendeshwa huko kwa wazi. Ila sasa wajue watazamaji wa Tumaini Media kwamba hicho ndio kinachofuata, ili basi huyu na hii nasisitiza sio kwamba anasimikwa au anatawazwa. Hapana. Huyu ashatawazwa na Kristo moja kwa moja. Hakuna mwenye uwezo zaidi yake hapa duniani. Kwa hiyo yeye nasema inauguration mass ni misa ya kuanzisha huduma zake upapa wake. Ndio. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.